Kama ilivyokuwa kwenye tamthilia ya Kifo Kisimani iliyoandikwa na Profesa Kithaka Wamberia, mwandishi Cleophas Malala amefuata mtindo huo unaomjumuisha Mtemi Bokono kusimamia uongozi wa kiimla. Katika muktasari wa tamthilia hiyo, Echoes of War inasimulia kuwa kuna uwiano wa asili kati ya heshima kwa wazee na huduma kwa vijana. Wale ambao ni wazee huleta uzoefu huku vijana wakileta ubunifu. Huu ndio uhusiano unaounganisha jamii inayoendelea kubadilika. Katika tamthilia hii ya Malala, wazee wamepoteza imani kwa kizazi kipya. Vijana wanafadhaishwa na ukali usiobadilika wa wazee. This play basically tries to highlight the plight of the Gen Zs in the world. Waigizaji wa tamthilia hiyo wakipewa sifa zinazoashiria uongozi wao. Kwa mfano, Sultan ana sifa zote za nguvu na utajiri. Sultan ametajwa kama mtu mwenye mamlaka na udhibiti kamili wa uongozi. Mama Anifa ni mwanamke aliyezama katika dini. Anaonyesha sifa za mama mwenye ulinzi aliyehuzunishwa na uchungu wa kosa la bintiye. Kwenye ubunifu wake ametumia mfano wa taifa la ufalme wa Guba kuashiria nafasi ya vijana katika jamii. Kwa wakati mmoja, vijana katika ufalme wa Emirati waliamua kutumia mitandao kuwaleta vijana pamoja kupinga uongozi wa mabavu uliosheheni utekaji nyara wa vijana waliopinga umfalme Sultan. Anifa kwa wakati mmoja kwenye tamthilia hiyo anadai kuwa ana mimba, ila ujauzito wake si wa kuzaa mwana, ila wa kuzaa uongozi bora, afya bora kwa wote na taifa lisilokuwa na ufisadi. Mfalme Sultan anapuuza masuala haya yote hadi pale kitumbua chake kikaingia mchanga. Hata hivyo, baadhi ya mabango yaliyokuwa yakitumika kuigiza tamthilia hiyo hayakuashiria vimbwanga kwenye ufalme wa Emirati. Mabango hayo yameleta kumbukumbu ya maandamano dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza yaliyopelekea baraza la mawaziri kuvunjwa na zaidi ya vijana 60 kupoteza maisha yao. Ama kweli, mbio za sakafuni huishia ukingoni. Tamthilia hii inakamilika kwa mfalme Sultan kusalimu amri. Stephen Leto, Runinga ya Citizen, Nairobi.